watu tukiongea afya, ni kweli lazima tuhusishe mambo ya hospitali na nini na nini. Ni kweli mimi kama alivyosema kampeni manager wangu, ninaamini kabisa kwamba serikali yetu na nchi yetu ya Tanzania, Mungu ametujalia vitu vingi sana ambavyo kama mambo ya maliasili, kama alivyosema kuhusu mambo ya minara, kwamba kila wananchi, najua mjui, lakini mimi najua kwamba kila baada ya miaka huwa kuna watu wa minara kama boda na nini, wao kuna hela wanalipia ushuru na ule mfuko wa jimbo. Naamini kupitia hiyo pesa hakika nitatafuta viongozi, nitatengeneza kamati nzuri ambayo hakuna mafisadi. Tukishirikiana tutatumia hiyo pesa vizuri sana katika kuangalia masuala ya afya hospitalini, ili ile gharama ipungue kidogo. Na kitu kingine nachokiona ni kwamba kuna tiba mbadala ambayo watu wengi tumekuwa tunaugua tunaenda hospitali, na sasa hivi nimeshaona watu wengi wamekuwa wakiugua makansa, watu wakiugua sukari. Mimi ninachokisema, nitatafuta wataalamu ambao watawapa wavuvi elimu na wananchi elimu kwamba kufanya hiki na hiki sio kitu kizuri. Ninaamini hakuna kitu kinachoshindikana, naamini hakuna mtu anaweza kufundishwa na asiweze kuelewa. Niseme kuhusu swala jingine labda la ajira. Ajira nitakuja kushirikiana na wafanyabiashara na serikali na watu wengine ili tuweze kuona watu tunawasaidiaje, hasa vijana na kina mama wajasiriamali kupitia hizo pesa zinazokuwa zinapatikana katika wilaya yetu hii ya Ilemela. Nitakachokifanya, nitatafuta wataalamu ambao wanajua masuala ya biashara na masuala ya ajira. Tutafute watu, vikundi vya kina mama vidogo vidogo, wajasiriamali wadogo wadogo, hawa machinga. Tunatafuta kutokana na hiyo pesa tunayoipata inayotokana na minara na mfuko wa jimbo na ushuru mwingine, tutatenga vikundi, tunakopa hela ambayo mikopo ambayo haina riba. Tunakopa vijana, na hapo tutatafuta mbinu nyingine za kufundisha watu. Mbinu nyingine za kufundisha watu, kwa sababu tumekuwa tukiona akina mama wengi, hata akina mama, mimi ni mama, siwezi kuacha kuongelea swala la kina mama. Akina mama wamekuwa wanakimbia nyumba zao kwa sababu ya mikopo umiza. Hiyo mikopo inaita sijui kausha damu. Lakini ninachokisemea mimi, serikali yangu, kwa sababu serikali kazi yake ni kusimamia jamii na watu wake. Yaani sitakubali kuona akina mama wanakuja wanaibika, wanapigwa, wananyang'anya vitu vyao, wanafukuzwa majumbani, wanakimbia, wanaacha watoto wanahangaika. Kwa hiyo naamini tukishatatua swala hilo kwa kupitia mikopo, wakati mwingine nitaenda kwenye mabenki, nitaongea nao, ninaamini kabisa hata uhalifu utapungua, hata vibaka hawataonekana kwenye mitaa. Kwa hiyo kwa sababu watu wote watakuwa wanafanya kazi. Hivyo mimi ninawaombeni sana watu wa Nyambiti, mnichague, mnikubali. Mimi ni mtu mwadilifu na ninachoomba mchague. Asante sana.